Asante sana ndugu mwandishi. Mimi naitwa Zainabu Ham Abdul. Ninagombea nafasi ya ubunge jimbo la Kivule kupitia chama cha wananchi kafu. Ndugu mwandishi, siku ya leo tupo mahali hapa kufanya dua au kuliombea taifa letu kutokana na mambo ambayo tunakuja kuyaingia hivi karibuni tarehe 29 mwezi huu wa 10 2025. Sote tunafahamu kuna tukio maalumu la uchaguzi mkuu ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tupo hapa na walemavu wenzangu kuliombea taifa letu dua. Hilo ndilo kusudio lilotuleta hapa. Kitu gani kikubwa kimeweza kuwavutia mpaka kuweza kufanya maombi haya ndio kuweza kuombea taifa hili liweze kuwa na amani hasa kwa uchaguzi kutoka jina? Sisi watu wenye ulemavu tunaamini ya kwamba ikitokea masuala ya machafuko au vurugu zozote zile kwenye siku ya uchaguzi, kuna uwezekano mkubwa watu wenye ulemavu wakashindwa kufanya harakati za kujikomboa au za kujiokoa katika machafuko yoyote au katika shida yoyote ambayo inaweza ikatokea. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania, tunawaomba sana wao wawe walinzi wa kwanza kulinda amani ya nchi hii, kwa sababu si watu wenye ulemavu tu ambao tutaathirika, lakini pia hata watoto, hata wazee, hata kina mama. Lakini kundi hili la watu wenye ulemavu naweza kusema ya kwamba wanaweza kuathirika zaidi, kwa sababu ndani yetu wapo ambao hawawezi kabisa kukimbia kwenye machafuko au kwenye shida yoyote ambayo inaweza kutokea. Hawawezi kujiokoa kwa namna moja au nyingine. Kama watu wenye ualbino hawawezi kukimbia wakati wa jua kali, kama watu ambao wana ulemavu wa viungo hawawezi kukimbia. Jamani wa Tanzania, ninawaomba sana, sisi tuwe ndio walinzi wa kwanza wa amani ya taifa letu. Tulinde taifa letu hili na siku ya kwenda kupiga kura, basi tujitokeze kwa wingi tukapige kura, tumalize kupiga kura na tutulie na tusilete vurugu yoyote, kwa sababu vurugu itakwenda kuathiri mambo mengi. Vurugu itakwenda kuathiri ndugu zenu sisi wenye ulemavu. Serikali yako ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaona imeboresha huduma bora na miundombinu hasa kwa wenye ulemavu kwa uchaguzi. Ndio ni serikali yenye upendo wa namna gani kwa upande wako? Kiukweli kwenye masuala ya miundombinu, sehemu za kupigia kura, naweza kusema kuna namna fulani yameboreshwa. Kwa mfano, sehemu nyingi ambazo tunaenda kupigia kura ni sehemu za shule, vituo vya shule, yani shule za msingi na sekondari zinatumika sana katika kupigia kura. Na sehemu zile naweza kusema miundombinu, shule nyingi miundombinu yake ipo vizuri kwa watu wenye ulemavu. Shule nyingi ambazo mimi nimeziendea naona ziko vizuri kwa watu wenye ulemavu. Kuna neno gani la mwisho kwa upande wa serikali ambayo inaendelea kuwasaidia sana watu wenye ulemavu na kuwathamini? Kuna neno gani la mwisho kwa upande wa serikali? Mimi naiomba serikali ya Tanzania iweze kusaidia kulinda amani katika taifa hili, kwa sababu tumeshazoea mambo ya amani kwenye nchi yetu. Hivyo amani ikivurugika siku ya uchaguzi, kiukweli sisi watu wenye ulemavu tutaumia zaidi na tutaathirika zaidi kuliko watu wengine. Naiomba serikali iweze kuliangalia hili kwa jicho ili kusudi amani iwepo, lakini nawaomba Watanzania wote tuwe watu wa kwanza katika kulinda amani ya nchi yetu.